namna tatu tunazojaribiwa kwenye eneo la pesa. Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya, na mafundisho yakafanyike msaada kwako, kafanyike baraka kwako katika jina la Yesu. Amen. Namna tatu tunavyojaribiwa kwenye pesa. Eneo la pesa ni eneo ambalo lina changamoto kwa watu wengi. Ni eneo ambalo lina changamoto kwa watu wengi. Adui anatumia udhaifu wa watu wengi kwenye eneo la pesa kwa jaribu na kuwafanya wasifike kule ambako Mungu anatamani wafike. Kumbuka, kila kitu kina kanuni zake. Unapokiuka kanuni, huwezi kufika kule ambako unatamani kufika. Kwa kuna kanuni za pesa pia. Na adui wakati mwingine hapendi upate mpenyo ambao unatamani kuupata. Kwa tutakwenda kujifunza namna tatu ambazo namna tatu tunazojaribiwa kwenye eneo la pesa. Shetani hatujaribu kiroho tu, wakati mwingine anatujaribu pia kwenye eneo la pesa. Kwenye eneo la pesa, watu wengi wamejaribiwa kwenye eneo hilo, na watu wengi wamekwama kwenye hilo eneo. Hata viongozi wa kiroho wengi wamekwama kwenye hilo eneo. Na ndio maana mtu akipona kwenye pesa, ni rahisi kufanikiwa kwenye maeneo mengi. Andiko anasema kwamba usipende sana fedha, maana fedha ndio chanzo ya kila kitu. Na alipokuwa anazungumza hivi, alikuwa hazungumzi kwamba pesa ni mbaya. Pesa ni nzuri, inahitajika katika maeneo mengi. Lakini ukiweka pesa mbele sana kuliko vitu vingine vyote, inawezekana ukaharibikiwa kwenye maisha yako. Kwa tutaangalia namna tatu ambazo tunajaribiwa kwenye eneo la pesa. Wote tunajaribiwa kwenye eneo la pesa. Na ni jukumu la kila mtu kwa kuhakikisha kwamba haanguki kwenye mtego wa adui, haanguki kwenye mtego wa shetani kwenye eneo la pesa. Na mstari ambao tutakwenda kuangalia kwa sehemu ni Mathayo 4 kuanzia mstari wa kwanza. Tutaona jinsi ambavyo Yesu alijaribiwa kwenye maeneo mbalimbali, na jinsi Yesu alivyojaribiwa na ndivyo na sisi tunajaribiwa kwenye maisha, kwenye eneo hili la pesa, Tunaposoma kwenye Mathayo 4:2-3, andiko anajaribu kuzungumzia kwamba Yesu alipokuwa na njaa, mjaribu akaja. Alipokuwa na njaa, mjaribu akaja. Akasema, ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, geuza mawe haya kuwa mkate. Kwa mara nyingi jaribu wanakuja wakati ambapo tunauhitaji. Yesu alipokuwa na njaa, ndipo ambapo mjaribu alikuja. Wakati mwingine hata kwenye maeneo mengine tu ya maisha, wakati binti labda anahitaji kuoa, ndipo ambapo mjaribu anakuja, anamletea yoyote yule. Na ndivyo ambavyo watu wengine, mabinti wengine, wanaangukia kwenye mikono sio salama. Lakini hatuzungumzii kwa habari hiyo, lakini tunazungumzia kwa habari namna ambapo tunajaribiwa kwenye eneo la pesa. Na jaribu la kwanza ambalo tunajaribiwa ni shauku ya kutaka kila kitu sasa. Ni kweli kuna vitu vingi ambavyo unatamani kuwa navyo. Kuna mahitaji mengi ambayo unatamani kuwa nayo. Sasa watu wengi wanaangukia kwenye mtego huo wa kutaka kila kitu sasa. Shauku ya kutaka kila kitu sasa. Shauku ya kutaka kila kitu papo hapo kifanikiwe. Kumbuka kwamba maisha haya yapo katika hatua. Huwezi kupata kila kitu kwa mara moja. Na ndio maana moja ya tunda la Roho ambalo ni la msingi ni uvumilivu. Maandiko yanasema kwamba sisi ni uzao wa Ibrahim. Maandiko yanasema kwamba Ibrahim kwa uvumilivu alirithi ahadi. Mafanikio yoyote yale, yawe ni ya kiroho, yawe ni ya kiuchumi, yanahitaji uvumilivu. Watu ambao wana shauku ya kutaka kila kitu wakipate sasa, hawezi kufanikiwa. Wako kwenye hatari ya kuwa na mwisho mbaya. Wanaotaka kila kitu sasa, wanaotaka kila kitu kifanyike sasa, wanaotaka papo hapo, yani sasa kila kitu wawe nacho. Yesu alijaribiwa alipokuwa na njaa.
na ndivyo tunavyojaribiwa kwenye eneo la pesa. Shetani atakushawishi ununue kila kitu ambacho hukupanga kununua. Atakushawishi. Umekutana tu na mfanyabiashara, amekuonyesha bidhaa zake, umezipenda, unanunua kitu ambacho hukupanga kununua. Pamoja na kwa hicho kitu kweli inawezekana ni kizuri, lakini ulikuwa hujapanga kukinunua. Kwa shetani atakushawishi ununue kitu ambacho hukupanga kununua, au kwa kifupi atakushawishi utumie pesa bila mpangilio. Na huwezi kuwa ni mtu ambaye unatumia pesa bila mpangilio alafu ukawa na mwisho mzuri kiuchumi. Huwezi kuwa unanunua vitu bila mpangilio ukawa na mwisho mzuri kiuchumi. Haijalishi hicho kitu ni kizuri namna gani, kile unachokinunua kinunue kwa mpangilio. Ukinunue kwa mpangilio. Usinunue kitu ambacho ulikuwa hujapanga kukinunua. Usinunue kitu ambacho hujapanga kukinunua. Usikubali kununua kutumia fedha zako bila mpangilio. Hilo ni eneo ambalo watu wengi wanajaribiwa. Anatembea mjini, anakutana na machinga, anamuonyesha bidhaa zake, ananunua kitu ambacho alikuwa hajapanga kununua. Anatumia pesa bila mpangilio. Huwezi kuwa na mwisho mzuri endapo kama unatamani kufanikiwa. Huwezi kuwa mtu ambaye unataka shauku ya kuwa na kila kitu sasa. Kuna vitu vingine inabidi visubiri. Adui atakushawishi hata ukope ili upate kitu ambacho sio lazima ukipate sasa hivi. Kwa atakushawishi hata ukope. Na wakati mwingine utakutana na huyo muuzaji atakwambia kwamba hamna shida, kama huna pesa sasa niambie tu nikufuate lini. Na wewe kichwa unaingia kwenye huo mtego. Na hicho kitu kiangalia sio kwamba unakihitaji sana. Hata kama usipokuwa nacho mambo yanaendelea kwenda tu. Yataendelea kwenda tu. Kwa moja ya eneo namna ambayo tunajaribu kwenye pesa ni shauku ya kutaka kila kitu sasa. Utanunua kitu ambacho sio lazima uwe nacho sasa. Utatumia pesa kwa namna ambayo hukutakiwa kuitumia. Ukiwa mtu wa aina hiyo, hautaweza kufanikiwa kwenye uchumi. Hautakuwa na mwisho mzuri kiuchumi. Jiulize, wakati mwingine kuna kitu ambacho uliingia mkopo na kwa mwahidi, kama wewe ni mfanyakazi ukaahidi kwamba uje mwisho wa mwezi. Je, kilikuwa kwenye mpangilio? Hakikuwa kwenye mpangilio. Ulikiona kwa kipenda, ukaamua kukichukua bila mpangilio. Na ilikuwa inawezekana kabisa kikasubiri wakati sahihi. Shauku ya kutaka kila kitu sasa ni moja ya silaha ya shetani anayotumia kutufanya tuwe maskini, kutufanya tusifanikiwe, kutufanya tusipate mpenyo wa kiuchumi. Shauku ya kutaka kila kitu sasa. Uko tayari hata kukopa ili ukipate hicho kitu. Kununua kitu ambacho ulikuwa hujakipanga. Kutumia pesa bila mpangilio ni moja ya namna ambayo adui anaitumia, ni moja ya mbinu ambayo adui anaitumia ili kutufanya tuwe maskini. Usiingie kwenye mtego wa adui wa kutumia pesa zako bila mpangilio, wa kununua kitu ambacho hakina ulazima uwe nacho sasa, kununua kitu ambacho ulikuwa hujapanga. Kuna vitu vingine inabidi visubiri. Ukiwa unatumia fedha zako bila mpangilio, utakuwa maskini tu. Ukiwa unanunua kitu ambacho hujakipanga, utakuwa maskini. Mwisho wako kiuchumi hautakuwa mzuri. Kuna vitu vingine inabidi visubiri. Lakini namna ya pili ambayo shetani anatujaribu kwenye eneo la pesa, shauku ya kuwafurahisha watu. Kuna watu ambao wanafanya vitu ili kuwafurahisha watu.
na ukiwafuatilia watu ni watu ambao wana madeni yasiyo ya kawaida, kwa sababu vitu vingi wanafanya ili kuwafurahisha watu. Wananunua nguo ili waonekane kwamba wenyewe ni wana fedha, kwa wana muonekano fake ambao sio halisi. Anataka vae nguo fulani aonekane kwamba ni tajiri, anataka awe na gari ili aonekane kwamba yeye ni tajiri, gari ambayo kuna wakati mwingine hata hela mafuta hana. Shauku ya kuwafurahisha watu. Yuko tayari kukopa ale nyama ili watu wajue kwamba yuko vizuri. Yuko tayari kukopa nguo ili watu waone kwamba yeye yuko vizuri. Kwa shauku ya kuwafurahisha watu ni moja ya mtego ambao adui anautumia kuwafanya watu wawe maskini. Tunaposoma kwenye Mathayo 4:5-6, anasema kisha Ibilisi akamchukua mpaka mji mtakatifu, akamweka juu ya kinara cha hekalu, akamwambia, ukiwa ndiye mwana wa Mungu, jitupe chini, kwa maana imeandikwa, atakuagizia malaika zake, na mikononi mwao watakuchukua. Usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Jirushe. Na ndivyo ambavyo watu wengi wanajirusha kwenye maeneo mengi ili waonekane kwamba wenyewe ni baba lao, ili waonekane kwamba wenyewe wako vizuri. Kwa ndivyo adui anasema, ikiwa wewe jirushe, maana imeandikwa atakuagizia malaika wakuone kwamba wewe ni kiboko, wakuone kwamba wewe mzuri. Kwa kuna watu ambao wanafanya mambo ili waonekane kwamba wako vizuri, lakini lengo lao ni kuwafurahisha watu. Kwa shetani alitaka Yesu ajionyeshe kuwa yeye ni mwana wa Mungu, ajionyeshe kwamba ni mwana wa Mungu, ajirushe ili watu waone kwamba yeye ni mwana wa Mungu, ili watu waone kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Kwa watu wananunua vitu ambavyo hawana uwezo navyo ili waonekane wana hela, kwa wanakuwa na muonekano fake. Watumishi wengi wa serikali wana muonekano fake. Kwa ukiwaangalia kwa jinsi nje, unaweza kufikiri kwamba watu labda wana hela sana, lakini kumbe wako hivyo walivyo ili waonekane kwa watu kwamba wana hela. Usifanye jambo lolote kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Usinunue chochote kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Usile chochote kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Usiwe na milo mingi ya nyama wakati uwezo wako upo chini. Usinunue mavazi ambayo hauna uwezo nao. Usifanye jambo lolote kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Mind your own business. Utakapokuwa ukiteseka, hao watu watabaki wanakucheka. Alikuwa anajifanya. Ishi maisha yako. Kumbuka maisha yako katika kila hatua. Kama ukiwa smart, ukaishi maisha yako sasa, na huku ukimwamini Mungu kwamba atakupeleka viwango vingine, itafika wakati ambapo utanunua unachokitaka. Utakwenda unakokutaka. Usiishi maisha kwa ajili ya kufurahisha watu. Ishi maisha yako. Lakini namna ya tatu ambayo tunajaribiwa, watu wengi wanajaribiwa kwenye pesa, ni tamaa ya mali. Tunaposoma kwenye Mathayo 4:8-9, Shetani akamjaribu Yesu akasema, kama ukinisujudia haya yote nitakupa. Kama ukinisujudia. Kisha Ibilisi, ngoja tusome Mathayo 4:8-9, sema, kisha Ibilisi akamchukua mpaka mlima mrefu, akamwonyesha miliki zote za ulimwengu na fahari yake, akamwambia, haya yote nitakupa ukianguka kunisujudia. Kwa Shetani alimtamanisha fahari yake yote. Sasa kama ukinisujudia nitakupa haya yote. Kama Yesu alivyojaribiwa, na ndivyo na sisi tunavyojaribiwa kwenye maeneo mbalimbali, kwenye eneo la pesa.
Unatamani kuwa na nyumba nzuri, gari nzuri, vitu mbalimbali vya starehe, mamlaka. Adui hajabadilika. Adui hajabadilika. Kuna watu wengi mpaka wameua wazazi wao kwa sababu ya tamaa ya mali. Kuna watu ambao wameua hata watoto wao kwa sababu ya mali. Wako tayari kufanya chochote ili mradi wawe na mali. Tamaa ya mali ni moja ya eneo ambalo tunajaribiwa kwenye pesa. Kwa adui hajabadilika na tunataka tumpinge kama Yesu alivyompinga. Sema hapana. Yesu alimpinga katika kila jaribu aliyompa. Yesu alilipinga. Alipoandikwa badili mkate jiwe kuwa mkate, akasema imeandikwa mtu ataishi kwa mkate tu. Kila jaribu shetani alipinga. Na unapojaribiwa kwenye eneo la pesa, kufanya kitu ambacho sio cha lazima ukifanya sasa, kataa kwa jina la Yesu. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka, Mungu anatamani tuwe matajiri. Mungu anatamani tufanikiwe. Lakini adui anatujaribu kwenye eneo hili la pesa. Na tumejifunza kwamba jambo la kwanza ni shauku ya kutaka kila kitu sasa. Kuna watu hawana subira. Wananunua kitu ambacho alikuwa hajapanga. Anatumia pesa bila mpangilio. Huwezi kuwa unatumia pesa bila mpangilio ukawa tajiri. Mwisho wako utakuwa ni maskini tu. Huwezi kuwa unanunua vitu bila mpangilio ukawa tajiri. Mwisho wako utakuwa ni maskini tu. Lakini jambo lingine ambalo linapelekea watu wengi kuwa maskini ni shauku ya kuwafurahisha watu. Wako watu ambao wanabadilisha nguo kila siku ili waonekane kwamba wana hela. Na watu ukiwafuatilia ni watu ambao wana madeni yasiyo kawaida. Madeni angekuwa na harufu, angekuwa na nuka madeni kabisa. Lakini kwa jinsi watu ambao wamfahamu wanasema kwamba huyu mtu ana hela kwa sababu ya muonekano wake fake. Na kwenye mtego huu watumishi wengi wa serikali umenaswa kwenye mtego huu. Wanataka waonekane kwamba ni watumishi wa serikali. Watu wengine waone bwana, mtumishi wa serikali utaoneje hivi? Kwa unakuta wananunua vitu bila mpangilio. Wanatumia pesa bila mpangilio. Wanafanya vitu kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Anunua gari ili aonekane kwamba ana hela. Anunua nguo fulani ili aonekane kwamba ana hela. Anunua kiatu fulani ili aonekane kwamba ana hela. Usifanye jambo lote kwa ajili ya kuwafurahisha watu. Shetani alimjaribu Yesu akasema kwamba ikiwa wewe ni mwana wa Mungu, jirushe, maana imeandikwa. Kwa shetani alitaka Yesu awaonyeshe watu kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Acha kujionyesha kwamba wewe una hela wakati huna hela. Acha kufanya vitu ambavyo vinafanya wewe uonekane kwamba wewe uko vizuri wakati uko vizuri. Lakini eneo la tatu ambalo ni tamaa ya mali. Shetani akamwambia Yesu, kama ukinisujudia, hivi vitu vyote hivi ni vya kwangu, nitakupa. Kuna watu wako tayari kwa lolote kwa ajili ya mali. Tamaa ya mali imepelekea watu wengi waone mwisho mbaya kiuchumi. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Roho Mtakatifu akuwezeshe kuepuka mitego ya adui, kuepuka majaribu ya adui kwenye eneo la pesa. Roho Mtakatifu akupe hekima kwenye eneo la pesa, kwenye matumizi ya pesa, kwenye bajeti ya pesa, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Boka, usahau kusubscribe, share, comment, like, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen.